andika kichwa cha somo: msaada wa Mungu kwa mwanadamu. Msaada wa Mungu kwa mwanadamu. Msalimie wa kushoto na kulia, mwambie hongera. Mwambie tena hongera. Tunaongozwa na kichwa cha somo kinachosema msaada wa Mungu kwa mwanadamu. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Sema tena, msaada wa Mungu kwa mwanadamu. Zaburi 121 mstari wa kwanza mpaka ule wa 8. Zaburi 121 mstari ule wa kwanza hadi wa 8. Lakini pia tutasoma na Warumi sura ile ya 8 na ule mstari wa 28. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutasoma pia Warumi sura ya 8 na ule mstari wa 28. Tunaanza na Zaburi 121 kuanzia aya ya kwanza. Nataka tusome wote kwa sauti. Zaburi hii 1, 2, 3. Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiwache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye. Naam, hata sinzia wala hatalala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako, Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Jua halitakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Tamani turudie tena kusoma hizo 1, 2, 3. Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiwache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye. Naam, hata sinzia wala hatalala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako, Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Jua halitakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Warumi sura ile ya 8 mstari wa 28. Tunasoma kwa pamoja: 1, 2, 3. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Kuna mmoja alikuwa hajafika hapo, kuja kufungua. Tunarudia tena kusoma. Toa sauti yako. 1, 2, 3. Tunarudia tena. 1, 2, 3. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunazungumza kwa habari ya msaada wa Mungu kwa mwanadamu. Tunapozungumza kwa habari ya msaada wa Mungu kwa mwanadamu, kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza ukatafakari. Yaani kama mwalimu akasema msaada wa Mungu kwa mwanadamu, discuss. Kila mmoja anaweza akashuka kwa namna anaweza kushuka. Bwana asifiwe. Lakini kitu ambacho natamani tukione tunapozungumza kwa habari ya msaada wa Mungu, kumbe kuna msaada wa mwanadamu. Lakini hapa tunazungumza msaada wa Mungu kwa mwanadamu. Tunapozungumza kwa habari ya msaada, Kiingereza ametumia lugha nzuri, help. Bwana Yesu asifiwe. Kiingereza ametumia neno help. Ni kumpa mtu kitu chenye manufaa au cha lazima katika kufikia mwisho.
Msaada ni kumpa mtu kitu chenye manufaa au cha lazima katika kufikia mwisho. Kumbe msaada unamsaidia mtu kufika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Ni mfano mzuri wa mwanafunzi ambaye yamkini anasoma, katika kulipa ada amefika hatua amekwama. Bwana asifiwe. Anahitaji ufadhili wa mtu kumsaidia na kufika mwisho. Kwa hiyo msaada unatolewa kwa mtu ambaye anakuwa na uhitaji wa kufika katika point of destiny. Bwana Yesu asifiwe. Pale ambapo mtu hawezi akafika katika point yake ya mwisho aliyokuwa anatamani kufika, anapokuwa anaishia njiani, huyu mtu anahitaji msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naomba unisaidie kutoa sauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana sauti yangu sio nzuri na mimi nilikuwa naomba kidogo, lakini Mungu ni mwema na mkazi. Kwa naomba unisaidie kutoa nini? Sauti. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mwanadamu katika maisha yake anaweza akafanya juhudi, anaweza akafanya kazi, anaweza kutumia elimu, anaweza kutumia upashaji wote, anaweza kutumia mali, anaweza kutumia mamlaka, anaweza kutumia kitu chochote. Lakini kiukweli mwanadamu huyu ana ukomo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mwanadamu ana ukomo. Huyu mwanadamu anafika hatua hata kama ana fedha kuna maeneo haiwezi kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo bado anahitaji msaada mwingine. Na hayupo mwingine ambaye ana msaada, ni Mungu. Kwa sababu Mungu ndiyo kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu pekee ndiye ambaye anaweza akampushi mwanadamu mahali ambapo mwanadamu huyu anapofikia. Mtunga Zaburi anasema kwamba nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Alafu anabaini kwamba msaada wake uko katika Bwana. Kuna wengi wanaweza wakatazama wanadamu, kuna wengi wanaweza wakatazama mabosi zao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna hatua ikifika hata wewe hawezi, hata profesa wako hawezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Msaada unabaki kwa Mungu aliye hai. Msaada unabaki kwa Mungu aliye hai ili kukufanikisha kufika katika hatua ile ambayo unatamani kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naomba tuangalie mambo kadhaa kwa habari ya msaada, mambo muhimu ya kuelewa. Jambo la kwanza, Mungu ndiye mwezeshaji wa mambo yote. Mungu ndiye mwezeshaji wa mambo yote. Lakini Mungu hawezi akamwezesha mtu katika mabaya, anamwezesha mtu katika mema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndiye mwezeshaji wa mambo yote. Kwa lugha nyingine tunaweza kusema Mungu ndiye facilitator katika kila eneo la maisha yako. Katika kila eneo la maisha ya mwanadamu, Mungu ndiye facilitator. Iwe ni katika mahusiano, Mungu ndiye facilitator. Na ndio maana mtumishi wa Mungu Madam Gloria katukumbusha akasema kwamba unapoanza waanza mwaka wa kwanza. Unapoanza hakikisha unaanza na nani? Toa sauti. Hakikisha unaanza na nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo iwe ni katika elimu, Mungu lazima awe facilitator. Iwe ni katika mahusiano, Mungu lazima awe facilitator. Iwe ni katika uzao, Mungu lazima awe facilitator. Iwe ni katika huduma, Mungu lazima awe facilitator. Katika kila eneo, kama ni biashara, Mungu lazima awe facilitator wa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika kila hatua mwanadamu huyu anahitaji msaada wa Mungu. Anahitaji Mungu aanze naye. Na ukianza na Mungu, ule upako wa Alfa ukianza nao, wewe na uhakika na upako wa Omega utamaliza pamoja na wewe na utamaliza kwa ushindi katika jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo unapoona mtu anafika hatua anakwama, kuna mawili. Inawezekana
Hajaanza Mungu, kaanza na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kabisa kaanza na shetani, hajaanza na Mungu. Iwe ni katika mahusiano, anaanza na shetani, baadaye ndio anakuja kumshinda. Unaishia kulia, unaishia kupata pressure, na wengi wanajitundika. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu amemchagua shetani awe facilitator wa mambo ya kwake. Japo anaitwa Kristo na kanisani anaingia, inawezekana hata na kuimba anaimba, hata na kuhuduma anakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu ameamua shetani awe facilitator wa mambo ya kwake. Sema tena msaada wa Mungu. Sema tena msaada wa Mungu. Jambo la pili, ili Mungu atende kwa mwanadamu, lazima mwanadamu atambue nafasi yake kwa Mungu. Ili Mungu atende kwa mwanadamu, lazima mwanadamu atambue nafasi yake kwa Mungu. Imeeleweka vizuri? Sema amina kama imeeleweka vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu atende kwa mwanadamu, lazima mwanadamu atambue nafasi yake kwa Mungu. Angalia tuliposoma katika Warumi 8:28. Angalia tuliposoma katika Warumi 8:28. Anasema nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, na katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Nataka uone anaposema Mungu hufanya kazi pamoja na. Mungu hufanya kazi pamoja na. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu atende kwa mwanadamu, lazima mwanadamu atambue nafasi ya Mungu. Lazima mwanadamu atambue nafasi yake kwa Mungu. Mungu huwa anataka kutenda kazi na mwanadamu. Anaposema Mungu hufanya kazi pamoja na mwanadamu, hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Kumbe Mungu hufanya kazi pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama umemwamini Mungu, unahakikisha kwamba unapoenda chuoni hauendi peke yako, unaenda pamoja na nani? Na Mungu. Mungu anataka asome pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unapoingia katika mahusiano, hakikisha unaenda na nani? Na Mungu. Maana Mungu huwa anaenda pamoja na wale wampendao. Bwana Yesu asifiwe. Katika biashara lazima uende pamoja na Mungu. Na ndio maana maeneo mengine yanasema mkabidhi Bwana njia zako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Mungu hufanya kazi pamoja na wanadamu, wale wampendao hufanya kazi pamoja. Kwa hiyo kama kuna eneo unaweza ukafeli, angalia sana umeanza kazi pamoja na nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia sana umeanza kazi pamoja na nani. Kama Mungu anafanya kazi pamoja nasi, basi kumbe kuna job description. Bwana Yesu asifiwe. Kuna job description. Yaani kuna objectives ambazo ni za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo Mungu lazima apate kutekeleza katika nafasi yake. Na kuna objectives ambazo ni za mwanadamu. Wewe lazima utekeleze kwa nafasi yako. Ili upate kuona msaada, ili upate kuona kufanikiwa, ili upate kuona kustawi, ili upate kuona kufikia hatima ya ushindi, lazima utekeleze objectives za kwako kwa nafasi ya kwako, alafu Mungu atekeleze za kwake. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha kwamba kama utaenda peke yako, kama Mungu hatakuwa pamoja na wewe, utatekeleza za kwako, alafu Mungu atakaa pembeni. Objectives za Mungu hakuna kutekeleza, na hakunaga nafasi tu. Bwana asifiwe. Mungu asipokuwepo na wewe, shetani atakuwepo na mtu. Mtu asipokuwepo na Mungu, shetani atakuwa na nani? Awe mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumefika hatua tumelia, tumefika hatua tumepoteza chansi, tumefika hatua tumepoteza opportunity nyingi sana. Ni kwa sababu tumeenda peke yetu. Ndio maana Musa akasema, usitutoe mahali hapa usipokwenda pamoja nasi. Maana malaika hatuwezi kwenda pamoja na malaika, sio Mungu. Malaika ni watumishi wa
nani? Bwana asifiwe sana. Maana wao wana mwili wa utukufu. Anaweza kaenda mbinguni na kaenda duniani at the same time. Bwana asifiwe. Musa akasema hapana, hatuwezi kwenda pamoja na malaika. Maana kama tutafanya kosa, kama watu wako watafanya makosa, malaika yeye kazi yake ni kutii amri. Akisema uwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima tupate kuhakikisha katika kila eneo tunakwenda pamoja, tunafanya kazi pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima katika kutenda kazi wewe utekeleze majukumu ya kwako, fulfill your duties, halafu Mungu afufili za kwake. Ndipo unapoona msaada wa Mungu, ndipo mwanadamu anapofika katika hatua yake ya ushindi, ndipo mwanadamu anapofika hatua yake ya ustawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usipotekeleza cha kwako unafeli. Usipotekeleza cha kwako unafeli. Lazima Mungu apate kutekeleza majukumu yake, lazima pia wewe upate kutekeleza majukumu yako. Kwa hiyo lazima utambue nafasi, lazima utambue nafasi yako mbele za Mungu. Nataka tusome kwa haraka, japo ukipata muda utaenda kwenda kusoma kwa muda wako. Kutoka 14. Ukipata muda mzuri nenda kasome Kutoka 14 kuanzia aya ya kwanza mpaka ile ya 18. Kutoka 14 kuanzia aya ya kwanza mpaka ile ya 18. Ila mimi nataka tusome mistari miwili tu, wa 15 na 16. 15 na 16. 15 na 16. Kutoka 14, 15, 16. Nataka tusome aya mbili tu. Ila ukipata nafasi soma aya ya kwanza mpaka ya 18. Kutoka 14 aya ya 15 na 16, na Mungu anasema, Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako, ukanyosha mkono wako juu ya bahari na kuigawanya, nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, wametoka Misri, mikononi mwa Farao, mikononi mwa utumwa, wamefika bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wanaangalia mbele, wanaona kuna maji, wanaona kuna bahari. Nyuma wanaona kuna jeshi la Farao linafuatia. Wakaanza kulalamika. Sema tena kulalamika. Sema tena kulalamika. Malalamiko sio mazuri. Jitahidi sana uepuke complaints. Bwana Yesu asifiwe. Kulalamika sio vizuri. Kulalamika sio vizuri. Kwa nini? Kwa sababu mbele za Mungu kulalamika ni dhambi. Mbele za Mungu kulalamika ni dhambi. Inamaanisha kwamba umepoteza imani juu ya Mungu wako. Umepoteza imani juu ya Mungu wako. Na ni moja kati ya kitu ambacho walimnung'unikia Mungu, ni moja kati ya dhambi ambayo iliwakosesha kuingia Kanaani. Unapopita katika situation yoyote, kuwa sehemu ya kutafuta solution, kuwa sehemu ya kutafuta njia ya kutatua jambo, lakini usio miongoni mwa watu wa kulalamika. Bwana Yesu asifiwe. Unapolalamika unanyima ufahamu wako kufanya kazi sawa sawa. Unainyima akili yako kufanya kazi sawa sawa. Lakini pia mbele za Mungu unakuwa unamchukiza Mungu kwa sababu unakuwa huna imani naye. Unajua kukosa imani ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wamefika hatua wanalalamika, Musa, umetutoa kule Misri ili tuje kufa hapa. Ili tuje kufa hapa. Musa naye akafikisha lalamiko kwa Mungu. Akaanza kunung'unika, akaanza kulia. Mungu anasema, kwa nini unanililia mimi? Akasema, nyosha fimbo. Bwana asifiwe. Anasema, nawe inua fimbo yako, ukanyosha mkono wako juu ya bahari na kuigawanya, nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Swali langu ni hili, kwani Mungu hakuwa na uwezo wa kupata kuigawanya tu bahari wakapita? Si alikuwa na uwezo? Tukijikie vizuri, si alikuwa na uwezo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu aseme Musa? Kwa nini amwambie Musa? Kwa nini? Kwa sababu katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na Mungu. Anataka utekeleze nguvu zako hapo, halafu yeye afanye kwako. Maana yeye ndiye master plan. Bwana Yesu asifiwe.
master plan katika vita ya kwako, katika kila eneo. Yeye ukimwendea, ukifanya kazi pamoja naye, uwe na uhakika unashinda. Kwa nini? Kwa sababu yeye huwa anatazama mwisho kabla ya mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kabla haujaanza jambo, yeye kashajua njia zote, maana ni master plan. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu, viwango vyako vya upendo kwa Mungu vinavuta nguvu ya Mungu kukusaidia. Viwango vyako vya upendo kwa Mungu vinavuta nguvu ya Mungu kukusaidia. Hebu sema tena, viwango vya upendo. Sema tena, viwango vya upendo. Upendo anaozungumzia hapa sio kitu cha juu, ni kitu cha ndani sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu cha gharama sana, sio tu kawaida, ni kitu cha gharama sana. Kama unakumbuka kanisa la Efeso, mmoja kati ya kitu ambacho Yesu akaona wamepungukiwa nacho, aliona wamepungukiwa upendo. Anasema mmeupoteza ule upendo wenu kwanza. Halafu ukiangalia kanisa la Efeso ni kanisa ambalo ilikuwa limeipata Injili. Paulo amekaa nao ndani ya miaka mitatu, amewafundisha, lakini na wale wafuasi wengine waliiva sana, wakaendelea kufanya kazi. Paulo akaondoka. Kwa hiyo walikuwa wako vizuri sana, na ni moja kati ya kanisa katika yale makanisa 7, ni moja kati ya kanisa kwenye Ufunuo wa Yohana, ni moja kati ya kanisa ambalo lilikuwa very sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalia kilichokuwa kimepungua kwao, anasema mmeuacha ule upendo wenu wa kwanza. Mmeuacha ule upendo wenu wa kwanza. Kwa tunazungumza kitu gani? Tunazungumza viwango vyako vya upendo kwa Mungu vinavuta nguvu ya Mungu kukusaidia. Katika Warumi 8:28 anasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, na katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi la nani? Lake. Bwana Yesu asifiwe. Nasi twajua katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, pamoja na wale wampendao, na katika kuwapatia mema. Kwa hiyo kuna mema huwezi kuyapata kwa sababu kiwango chako cha upendo hakijafika. Kiwango chako cha upendo Mungu anakiangalia, anaona ni pungufu katika mambo yote. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, na katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake, na katika kuwapatia mema. Kila mwanadamu akimrudia Mungu, kila mwanadamu ana kusudi la Mungu. Kila mwanadamu Mungu ana kusudi na yeye, na ndio maana ameruhusu amekuja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni juhudi yako ya kuongeza viwango vyako vya kumpenda Mungu. Mungu akiridhika na viwango vyako vya upendo, kuna mema atakufungulia ambayo wengine hawatayaona mema. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wengine hawatayaona yale mema, lakini wewe utayaona yale mema. Kwa nini? Kwa sababu viwango vyako vya kumpenda Mungu vinavuta msaada wa Mungu upate kudhihirika kwako, vinavuta mema Mungu apate kudhihirisha kwako. Kwa nini? Kwa sababu unampenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata katika familia, kwa mfano familia wewe na watoto watatu, ninataka nikwambie, yuko mtoto mmoja ambaye wazazi wanampenda. Kama sio wote basi mama anampenda kuliko wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani si kama kwamba wale wengine hawapendi, hapana. Anawapenda kabisa kama mzazi. Lakini kuna viwango vya upendo. Yaani kuna viwango vya upendo. Siku moja alishuhudia, alikuja mgonjwa mmoja. Yule mama alikuwa ni ishi ya mental. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni psychiatric. Alipokuja pale, yule mama ana watoto 5. Bwana asifiwe. Ana watoto 5. Lakini kuna mtoto mmoja alikuwa anamtaja. Yaani kuna mtoto mmoja alikuwa anamtaja.
nini? Alipopata tu koro kwamba mama anaumwa, aliacha safari akaanza kuja. Wale wengine wanne sio kwamba wapo, lakini wili hatoki wapi? Domoni. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumza kwa habari ya upendo. Tunazungumza kwa habari ya upendo. Ukimpenda mtu huwezi kumfanyia mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana hata mkakorofishana, lakini mtaombana msamaha. Ukimpenda mtu, kuna mazingira ambayo kwake utakuwa huru, kwake utakuwa ni tegemeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo, yani kuna hatua nyingine zitavuka kuliko watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu ya upendo. Viwango vyako vya upendo kwa Mungu vinavuta nguvu ya Mungu kukusaidia. Anasema kwamba nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Kwa hiyo uwe na uhakika kama Mungu amekuita, hata kama leo unapita situation ambayo ni ngumu sana, unapita katika kipindi kigumu sana, ni kwa sababu wewe wako upendo wako kwa Mungu. Uwe na uhakika atakupatia mema katika jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu inakuwa ni issue ya muda tu. Mungu akishafika na mtihani wake ukishafaulu, lazima uwe na uhakika. Na ndio maana Mungu huyu anawatoa watu hatua ya chini kabisa, anawapandisha juu. Anawatoa watu katika familia ambazo zimedharaulika kabisa. Yaani wakihitaji familia imedharaulika, lakini Mungu anaweza kumtoa mtu mmoja tu ambaye ana upendo wa kweli, ambaye ameamua kumpenda huyu mtu, akawa ni msaada katika familia. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana chochote hakiwezi kutendeka katika hiyo familia mpaka huyo mtu awepo, mpaka huyo mtu atie neno, mpaka huyo mtu awe sehemu ya maamuzi katika kile ambacho kinasibu familia. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, ongeza upendo wako kwa Mungu. Kazi macho kabisa, mwambie ongeza upendo wako kwa Mungu. Mshike mkono kabisa, sikiza, mwambie ongeza upendo wako kwa Mungu. Ongeza upendo wako kwa Mungu. Yesu anasema kwamba angalia, mmeuacha ule upendo wa kwanza. Anawaambia kanisa la Efeso, mmeuacha ule upendo wa kwanza. Halafu anasema tubu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nini? Tubu. Unajua unaweza ukastawi kiuchumi, kiafya, katika kila eneo, lakini usipokuwa makini unaweza ukapoteza aina ya upendo ambayo ulikuwa nayo mwanzo. Na ndio maana katika Kumbukumbu la Torati Mungu anawakumbusha wana wa Israeli kupitia Musa, anasema angalieni, mnatoka katika nyama, mmetoka katika Misri, mnaingia Kanaani, katika nchi ambayo imejaa kila aina ya vitu. Mtafuga, mtalima, ustawi utakuwa mzuri sana. Anasema angalia, mioyo yenu isije ikamsahau nani? Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mafanikio ya mtu yanaweza akamwangamiza mtu, akauacha upendo wa kwanza. Kanisa la Efeso walikuwa wamefanikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu akifanikiwa sana, huaga asipokuwa makini, asipotembea na tunda la unyenyekevu, huyu mtu huaga ni mbaya kuliko shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama ni mtumishi wa Mungu, ataanza kuchagua hata mahali pa kwenda kutumika. Hivi unaelewa kitu? Hivi unaelewa kitu? Kama ni mwimbaji, ataanza kuangalia hata mahali pa kwenda kuimba. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amempeleka hatua nyingine. Mungu amefanikisha. Angalia sana. Tunazungumza kwa habari ya viwango vyako vya upendo. Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wingi wa mema ya Mungu kwako, wingi wa mema ya Mungu kwako, huo ndio msaada wa Mungu kwako. The way ambavyo Mungu atakuwa anazidi kukupatia mema, huo ndio msaada wake kwako. Kwa nini? Kwa sababu yeye huwa anafungua. Yaani kuna password ambayo Mungu anaweza akaifungua katika maisha yako, alafu hiyo password mwingine akaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna hatua, kuna ufunguo ambao atakupatia wewe, kuna mahali utafungua na mwingine
kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliyeokoka ni tishio, kwa sababu huyu mtu ana imani, huyu mtu anaomba, huyu mtu anamtolea Mungu sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha kwamba huyu mtu amejenga madhabahu yake ya ndani, na ulimwengu huu tunaoishi unafanya kazi kwa madhabahu. Usipoimarisha madhabahu yako ya ndani, usipoimarisha madhabahu yako ya ndani, utapigwa na shetani. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu hawalali usiku na mchana, wanaimarisha madhabahu za kwao, na yule anayeperform vizuri katika madhabahu ndiye anayetawala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima tupate kuangalia hata namna tunavyomtumikia Mungu. Hakikisha umeimarisha madhabahu yako ya ndani. Sema tena kumpenda Mungu. Sema tena kumpenda Mungu. Sema tena kumpenda Mungu. Haleluya. Haleluya. Ana unasinzia. Haleluya. Tikisa jirani yako, mwambie mpende Mungu. Alafu sema and vice versa. And vice versa. Bwana Yesu asifiwe. Angalia Injili ya Yohana 21. Injili ya Yohana 21:15. Nataka tusome pale kidogo, tafakari. Mwingine nifungulie Mithali 8:17. Mithali 8:17, lakini sasa tunasoma Injili ya Yohana 21:15. Neno Mungu nasema, basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, lisha wana kondoo wangu. Akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua ya kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Akamwambia mara ya tatu, Simoni wa Yohana, wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, wanipenda. Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote. Sio wajua yote. Rudia sentensi yake ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba akamwambia mara ya tatu, Simoni wa Yohana, wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu. Swali la kuuliza, kwa nini Petro anahuzunika mara ya tatu? Kwa nini anahuzunika zile mara mbili? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mtu akikuuliza akirudia kukuuliza swali moja mara tatu, hata wewe lazima akili zake, lazima tu utaanza kusema, kuna nini? Hili swali ni swali gani? Bwana Yesu asifiwe. Anasema nipende. Anamuuliza mara ya kwanza, anamuuliza mara ya pili, anamuuliza mara ya tatu. Petro akahuzunika, akaanza kujihoji na yeye maswali ndani yake. Huu upendo anaozungumza ni upendo aina gani? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu. Tunajifunza kitu gani? Mungu, Bwana Yesu alikuwa anataka kuachilia kitu kikubwa sana kwa Petro. Alikuwa anataka kumpa kazi ya kufanya. Anataka kumpa kazi ya kuchunga kanisa. Anataka kumpa kazi ya kupata kusaidia wana wa ufalme. Lakini hawezi kumpatia kazi mpaka ajidhihirishe kwamba anampenda kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana amina na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna viwango vya maisha Mungu anataka kukupeleka. Kuna ofisi Mungu anataka akupeleke katika hiyo ofisi. Kuna hatua ya maisha Mungu anataka akufikishe. Lakini Mungu hawezi akampeleka mtu ambaye hampendi. Hawezi akampeleka mtu ambaye
Na kama umejitambua, umejidhihirisha, unataka kusimama na Mungu, Mungu atakusaidia na namna ambavyo huwezi kueleza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema tena kumpenda Mungu. Sema tena kumpenda Mungu. Kumpenda Mungu ni gharama. Na Mungu hawezi akakupeleka hatua nzuri, hawezi akakupeleka hatua ya ushindi kama viwango vya kumpenda bado havipo. Na mtu ambaye anapenda kwa Mungu sio mpaka ujionyeshe kwa watu. Sio mpaka ujionyeshe kwa watu kwamba unampenda Mungu. Yaani watu watajua tu. Ukishakuwa na mahusiano mazuri na Mungu, ukishakuwa na mahusiano mazuri na Mungu, Mungu yeye mwenyewe atakutambulisha. Bwana Yesu asifiwe. Atakutambulisha katikati ya jamii wasiokujua. Atakutambulisha katika nchi ya ugeni. Atakutambulisha. Kwa nini? Kwa sababu ule utiisho wa kwake, ule utiisho wa Mungu unakuwa unatembea nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwimbaji mmoja akasema, sio mimi ninaishi, bali ni Kristo ndani. Kwa hiyo hata kama utaenda mahali utakutana na maadui, wale maadui hawatafanya chochote, maana watamwona Mungu aliye ndani yako, wataogopa Mungu aliye ndani yako. Ule utiisho ambao Mungu ameachilia ndani yako ndio ambao utaogopesha. Halafu unashangaa kumbe kulikuwa kuna hatari kubwa sana. Unashangaa ile hatari imeinuka, imepiganwa vipi na ushuru. Bwana Yesu asifiwe. Ile Danieli kushushwa katika tundu la simba wenye njaa, wale simba hawakumuogopa Danieli, lakini walimuogopa Mungu aliyekuwa ndani ya Danieli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu, hatujaja kupoteza muda hapa ulimwenguni, hatujaja kupoteza. Yaani kama kuna mtu nafikiri umekuja tu kwa ajili ya kutenda dhambi tu, umekuja tu kwa ajili ya kupoteza muda, kwa ajili ya kumpa shetani faida, maidi haujaja kwa ajili ya hiyo kitu, haujaja kwa ajili ya hicho, umekuja kwa ajili ya kazi maalum. Umekuja kwa ajili ya kazi maalum. Kuna special assignment ambayo Mungu anataka ufanye. Yaani anakuchonga, anakudodoleza, anakupitisha na pale ili tukukumbusha upendo wake, ili tukukumbusha tu urejee katika Yesu. Hakikisha na upoteze muda. Bwana Yesu asifiwe. The way unazidi kupoteza muda ndivyo ambavyo unabroka mafanikio yako. The way ambavyo dhambi imekamata maisha ya mtu, the way ambavyo dhambi imekamata maisha ya mtu, dhambi inakutenganisha, inakutenganisha Mungu. Dhambi inabroka ustawi wa kwako, inaharibu maendeleo ya kwako, inaharibu utu wa kwako. Yaani Mungu akikuangalia hivi katika kitabu chake cha Kumbukumbu, katika faili la mbinguni, akikuangalia hivi anakuona ni mtu ambaye amekusudia vitu vikubwa sana, lakini katika uhalisia ukiangalia hauoni vile vitu. Kwa nini? Kwa sababu ya ile nguvu ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hakikisha unajenga madhabahu ya kwako. Inawezekana familia imejenga madhabahu ya kwake. Inawezekana familia uliotoka imejenga madhabahu ya kifamilia. Lakini hakikisha unajiondoa katika hiyo madhabahu ya kifamilia, halafu unajenga madhabahu ya kwako. Unapojenga madhabahu ya kwako, unamtambulisha Mungu wa kwako. Usitembee na Mungu wa baba, usitembee na Mungu wa mama, tembea na Mungu wa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema kila mmoja atembee na Mungu wa kwake, kwa sababu baba anavyomjua Mungu au alivyotengeneza na Mungu wake, mimi sijui. Mama alivyotengeneza na Mungu wake, mimi sijui. Lakini Mungu anataka nimjue Mungu
kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anataka mimi nimjue, ile tunataka katika maombi kusema Baba yetu uliye mbinguni, ile tukisema Baba yetu uliye mbinguni. Baba, katika jina la Yesu, unamjua baba yako? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kila mmoja amjue Mungu wa kwake. Naongea na mtu hapa. Naongea na mtu hapa. Naongea na mtu hapa. Lazima kila mmoja atembee na Mungu wa kwake. Shetani hataogopa kwa sababu umembeba Mungu wa baba. Maana kuna watoto watumishi ambao wanatembea na Mungu na wanatembea na Mungu wa baba yake. Wanatembea na Mungu wa mama yake. No. Kila mmoja lazima atembee na Mungu wa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jambo la nne. Msaada wa Mungu kwa mwanadamu unategemea sana na viwango vya utii kwa Mungu. Unategemea sana na viwango vya utii kwa Mungu. Unatii nini? Sauti yake. Unatii nini? Neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Msaada wa Mungu kwa mwanadamu unategemea sana na viwango vya utii kwa Mungu. Mungu anaweza akawa anaongea na wewe, halafu ukaacha kusikia na ukaukosa msaada wa Mungu. Unajua kuna mtu anaweza akawa ametembea ndani ya miaka 10. Mungu anaongea na yeye. Anatembea ndani ya miaka 5. Mungu anaongea na yeye, lakini hataki kusikia. Hataki kutii sauti. Anajikuta anaishi maisha ya mateso. Anajikuta anaishi maisha ambayo sio ya kwake. Kwa nini? Kwa sababu tunatii sauti ya Mungu. Sio kwamba amesikia ila hajataka tukutii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika pointi ya tatu, ile jambo la tatu, Mithali 8:17 utasoma kwa muda wako, naona tujaisoma. Bwana asifiwe. Lakini tuende katika Injili ya Yohana 21 tusome kitu hapo. Injili ya Yohana 21. Injili ya Yohana 21. Tunazungumza kwa habari ya utii. Sema tena utii. Baada ya hayo Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia, naye alijidhihirisha hivi: Simoni Petro na Tomaso aitwaye Pacha na Nathanieli wa Kana Galilaya na wana wa Zebedayo na wengine wawili wa wanafunzi wake walikuwako pamoja. Simoni Petro aliwaambia, naenda kuvua samaki. Nao akamwambia, sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu. Hata asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufuoni, walakini wanafunzi hawakujua ya kuwa ni Yesu. Basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakamjibu, la. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kazi za kuchosha hizi? Unaona kazi za kuchosha hizi? Turudie tena kusoma mstari wa 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hebu mwangalie jirani yako, wanasoma au wana nani? 1, 2, 3, ongeza sauti kidogo. Basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakamjibu, la. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 6, akawaambia, litupeni jarife upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Hawakuweza kuvuta tena kwa sababu ya nini? Ya wingi wa samaki. Sema tena utii. Sema tena utii. Yamkini katika hii kazi, kama Petro angemwambia Mungu, angeomba ruhusa kwa Mungu, angemshirikisha Mungu juu ya ile kazi,
yamkini hata wasingeenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Au wasingefanya kazi ya kuchosha namna hii, angewapa maelekezo namna ya kufanya ili wasipoteze muda. Lakini walifanya kazi, wakajikuta wamefanya kazi ya kuchosha, wakajikuta hawajapata kitu chochote. Alafu sio kwamba Yesu alikuwa anajua vizuri, alikuwa anajua vizuri kabisa, lakini akawaambia kwamba ili swali alikuwa anauliza sio kwamba ni swali la mtego kabisa. Basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakajibu la. Akawaambia, litupeni jarife upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini tunajifunza? Ni kwa sababu yeye anajua kabisa, hata katika kazi anajua hii kazi usipoenda pamoja na mimi utaona. Anajua kabisa hata katika masomo usipoenda pamoja na mimi au fiki mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu yupo kwa ajili ya kutuwezesha, yupo kwa ajili ya kutusaidia. Walivyotii wakapata samaki, wakashindwa hata kuvuta, wakashindwa hata kuvuta wale samaki, namna ambavyo walikuwa ni wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika Isaya 1:19, Isaya 1:19 anasemaje? Katika Isaya 1:19, mkikubali na kutii mtakula mema, mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Naomba usikie. Kama mtakubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kumbe ndani ya nchi kuna mema na kuna mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Mabaya yapo, na Mungu wa dunia hii ambaye ni Shetani ndiye msisi wake, ndiye msababishi wake. Anaposema mtakula mema ya nchi, kumbe na mabaya ya nchi yapo. Sasa kama unataka kuyapata mema ya nchi, lazima ukubali na kutii. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema tena kukubali na kutii. Sema tena kukubali na kutii. Sema tena kukubali na kutii. Lazima upate kukubali na kutii ili upate mema ya nchi. Usipokubali na kutii, hauwezi kupata mema ya nchi. Kwa hiyo katika nchi kuna mlango wa mema na kuna mlango wa mabaya. Ukikubali Mungu, ukimtii Mungu, anakufungulia kodi ya kupata mema. Bwana Yesu asifiwe. Na ukimkataa, anakufungulia pia kodi, maana Shetani yupo naye anafungua kodi ya kwake ya kupata mabaya. Naomba hebu usimame kidogo. Usimame kidogo. Nataka tuzungumze namna ya kupata msaada wa Mungu. Namna ya kupata msaada wa Mungu. Namna ya kupata msaada wa Mungu. Namba moja, kwa kuweka nia kumwelekea Mungu. Kwa kuweka nia ya kumwelekea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Namna ya kupata msaada wa Mungu. Moja, kwa kuweka nia kumwelekea Mungu. Jambo lolote ili kupata matokeo mazuri, weka nia. Bwana asifiwe. Jambo lolote ili kupata matokeo mazuri, weka nia. Nia ni kitu gani? Nia ni hali ya kiakili ambayo mtu hujitolea kwa kuanza kuchukua hatua. Ni hali ya kiakili ambayo mtu hujitolea kwa kuanza kuchukua hatua. Nia ni hali ya kiakili ambayo mtu hujitolea kwa kuanza kuchukua hatua. Kwa nia iko ndani ya nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akili pia iko ndani ya nafsi. Au nia ni kudhaminia, ni kudhamiria, kuzingatia
au kuweka umakini. Nia ni kudhamiria, kuzingatia au kuweka umakini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Angalia katika Warumi 12. Warumi 12, twende kwa haraka. Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili, basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Hebu sema tena nia. Sema tena nia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mgeuzwe kwa kufanywa upya nia. Unajua, ukiona mtu amefaulu, kaanza kufaulu katika dhamiri ya kwake. Yaani kaanza kufaulu katika dhamiri ya kwake. Kwa mafanikio huwaga yanakuja. Maana mafanikio ni kukamilisha tu na kupata kuonekana katika macho ya nyani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nia ya mtu ile ya ndani ndiyo ambayo kwanza huwaga inafaulisha mtu. Yaani kusema kwamba mimi katika hili, hapana. Nia yako ikasema hapana, nafsi ikasema hapana, na ni kweli inakuwa hapana, japo walio wengi wana know which means yes. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema lazima kweli hiyo ni kweli na uongo uwe uongo. Kwa hiyo nifunze kusema ndio au hapana katika dhamiri yako ya ndani. Kwa hiyo kama unataka kupata msaada wa Mungu, namna ya kwanza ni nia yako kupata kumwelekea Mungu. Kusema kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi nahitaji msaada wa Mungu katika maisha yangu. Nimeamua wewe upate kuwa msaada wa Mungu katika maisha yangu, katika kile eneo nimeamua, nia yangu ya ndani, wewe utakuwa upande wangu, nitakutumikia, nitatembea na wewe katika kila eneo, nitakuwa pamoja na wewe. Umeshashinda. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako umeshashinda tayari. Na ndio maana kumbe hata mtihani wala mtu anashinda kabla hajaingia katika shule za mtihani. Si kweli? Bwana Yesu asifiwe. Mwanafunzi akisema kwamba mimi naenda kufaulu, amejiandaa vizuri, amesoma vizuri, yuko vizuri kabisa, ila kwambia naenda kufaulu, haijalishi ni ufaulu wa ngapi, lakini anaenda kufaulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, namna ya kupata msaada wa Mungu. Jambo la pili, jitoe, jidhabihu kikamilifu katika kuhitaji msaada wa Mungu. Jidhabihu kikamilifu katika kuhitaji msaada wa Mungu. Jitoe. Bwana Yesu asifiwe. Jitoe, hakikisha unajitoa katika kile eneo ambalo unahitaji msaada wa Mungu. Jitoe, jidhabihu kikamilifu. Kwa nini? Kwa sababu unahitaji msaada wa Mungu. Usipojitoa, usipojidhabihu, hauwezi kupata msaada wa Mungu. Injili ya Mathayo 16, Injili ya Mathayo 16:24 na 26 nasema, Injili ya Mathayo 16:24 na 26 anasema, wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Hebu sema tena, kujitoa. Watumishi wa Mungu, kama umeamua kuitwa mwana wa Mungu, hakikisha unasimama katika ule uwanja maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Maana maisha ni kuchagua, na Mungu anaheshimu sana maamuzi. Mungu anaheshimu sana free will ambayo ameiweka kwa mwanadamu. Anaheshimu sana maamuzi. Na ndio maana sisi mbele za Mungu sio kama midoli, sio kama milingoti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama ni salama wale wamesimama kama kibao cha shule ya msingi Yesu.
mwaka jana, mwaka huu kipo. Hapana. Mungu wetu anaishi sana mawazo yetu. Ukisema nataka kusimama na Mungu, unasimama na Mungu. Yaani ile ni yako ya ndani tu. Kule kujitoa kwako tu, ukishajitoa kwa nataka kusimama na Mungu, instantly Mungu anasimama pamoja na wewe. Kwa nini? Anaheshimu maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anazungumza kwa baada ya kunifuata, yeyote anayetaka kunifuata lazima ajikane. Kwa lazima ujidhabihu. Kama unasema mimi ni mtumishi wa Mungu, simama kama mtumishi wa Mungu siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana leo unaweza ukashangaa mtu anaenda kanisani anaombewa, alafu kesho anaenda kwa mganga. Kwa nini? Hajajitoa, hajajidhabihu. Na Mungu watu namna hiyo huaga na watoa nje, anasema nitakutapika, maana mtu huyu ni vuguvugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu, namna ya tatu, weka imani yako kwa Mungu kwa kutafakari wema wake kwa kutafakari wema wake kwako. Weka imani kwa Mungu kwa kutafakari wema wake kwako. Bwana Yesu asifiwe. Weka imani. Unataka kupata msaada wa Mungu, weka imani. Na unapoweka imani, anza kutafakari habari ya wema wa Mungu katika maisha yako. Anza kutafakari kule ambako Mungu amekutoa. Anza kutafakari vile ambavyo Mungu amesimama upande wako, amesimama kukutetea, amekuvusha katikati ya mengi, amekuwa msaada kwako, amekuvusha katikati ya hatari, lakini bado alisimama pamoja na wewe. Anza kumtafakari Mungu hata kwa kile kidogo ambacho ametenda katikati ya maisha yako. Angalia Maombolezo 3:21. Maombolezo 3:21. Maombolezo 3:21 anasema, najikumbusha neno hili, kwa hiyo nina matumaini. Ni huruma za Mungu, ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wako ni mkuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anza kutafakari wema wa Mungu. Pia utaenda kusoma kwa muda wako Wakorintho wa kwanza 10:9 hadi 10. Wakorintho wa kwanza 10:9 hadi 10. Jambo la 4, namna ya kupata msaada wa Mungu kwa kufunga na kuomba. Kwa kufunga na kuomba. Katika Injili ya Mathayo andika 7:7 hadi 8, anatoa mwito wa kuomba. Anasema ombeni nanyi mtapewa. Kumbe kama unataka kupata, lazima upate kuomba. Upate msaada wa Mungu, lazima ujifunze kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujifunze kuomba. Lakini katika Injili ya Mathayo hiyo 17:14 hadi 21, Injili ya Mathayo 17:14 hadi 21, unakutana na habari ya mama ambaye alikuwa na mtoto. Yule mtoto alikuwa amepagawa na pepo. Halafu akampeleka yule mtoto wake kwa wanafunzi wa Yesu. Wakakemea, lakini alimtoka. Yule mama akamwendea Yesu kwamba wanafunzi wako niwaletea mwanangu, lakini hawakuweza kutoa pepo. Yesu ndani mwake akahuzunika, akasema nitakaa naye mpaka lini? Jambo la kwanza anasema kwamba ni kwa sababu ya upungufu wa imani. Maana yule jamaa kaomba. Sasa mwalimu, ni nini hii? Yaani sisi tumeomba alafu wewe nimekutii. Akasema jambo la kwanza ambalo Yesu amesema pale ni kwa habari ya imani, kwamba ni kwa sababu ya upungufu wa imani. Lakini jambo la pili akasema mambo mengine hayawezekani ila kwa kusali na kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tujifunze kufunga na kuomba, tena kuomba ipasavyo, ili tupate kuona msaada wa Mungu. Ili tupate kupokea msaada wa Mungu, lazima tujifunze kuomba. Jambo la 5, kwa kuziamini ahadi za Mungu zilizo katika neno lake. Tunaweza kupata msaada wa Mungu kwa kuziamini ahadi za Mungu zilizo katika neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Katika Isaya 55:10 hadi 11 anasema neno lake ni kama vile mvua. Neno lake ni kama vile mvua ishukavyo kutoka mbinguni na kupata kuiponya nchi. Anasema ndivyo lilivyo na neno lake, halitarudi. Malizia basi. Malizia. Halitarudi
naona ushirikiano kwa sauti. Neno lake litarudi bure. Anasema bali litatimiza mapenzi yake. Watumishi wa Mungu, hiyo Biblia ulionayo hiyo ina siri za maisha yako, ina siri za mafanikio yako, ina password za mafanikio yako. Lazima upate msaada wa Mungu ili hizo kodi zipate kufunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Hesabu 23:19, Hesabu 23:19, Hesabu 23:19 anasema kwamba Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema hata litenda, iwapo amenena hata lifikiriza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa kuziamini ahadi za Mungu zilizo katika neno lake, Mungu atapata kukupa msaada, Mungu atapata kukufanikisha, Mungu atakupeleka katika ng'ambo ya ushindi wako, Mungu atakufikisha katika hatima yako. Jambo la sita na la mwisho, tenga muda wa kukaa na Mungu faragha. Unataka kupata msaada wa Mungu, tenga muda wa kukaa na Mungu faragha. Ukikaa na Mungu utapata taarifa nyingi juu ya maisha yako. Ukikaa na Mungu, Mungu atakuwezesha kukusemesha vitu vingi sana ambavyo vinahusu maisha yako. Na hapo utakuwa unajenga madhabahu ya kwako. Ukikaa na Mungu unapokea uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe. Unapopokea uwepo wa Mungu, unapofunikwa na uwepo wa Mungu, ule uwepo wa Mungu unakuwa ni ulinzi kwako. Hata kama ukipita katika mahali pagumu, hautakwenda kuangamia, hautakwenda kuumia. Kwa nini? Kwa sababu ya ule uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu naomba usimame. Alafu mwambie jirani yako usiwe na haraka. Amen. Usiwe na haraka. Umechoka? Nataka nikwambie jambo moja. Ulipookoka tu ulifanyika kuwa kuhani. Naomba niangalie macho ubaoni. Yaani wewe usiangalie muda. Niangalie ninachokwambia. Bwana asifiwe. Ulivyookoka, Mungu aliachilia vitu viwili kwako vikubwa sana. Jambo la kwanza, ulifanyika kuhani. Bwana Yesu asifiwe. Ulifanyika nani? Kuhani. Lakini jambo la pili, ulifanyika na wewe mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe pia ulifanyika nini? Mfalme. Sasa unasimama katika nafasi mbili katika neema ya wokovu ambayo Mungu ameachilia ndani yako. Unasimama katika nafasi mbili. Unasimama kama kuhani, lakini kuna mazingira unasimama kama mfalme. Kama mahusiano yako na Mungu yamekaa sawa sawa, wewe ni kuhani. Kwa hiyo kuna mazingira unasimama kama kuhani, na kuna mazingira unasimama kama mfalme. Kuhani ana uwezo wa kuomba, ana uwezo wa kulia, ana uwezo wa kugaragara, ana uwezo wa kufanya kitu chochote. Huyo ni kuhani. Bwana Yesu asifiwe. Unaposimama kama mfalme anaagiza. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme anatamka, anatoa matamko. Mfalme anatangaza. Mfalme anatoa amri. Katika maisha yako ya wokovu kuna mazingira lazima ujitahidi sana kusimama kama mfalme, na kuna mazingira lazima upate kunyanyasa shetani kama mfalme.
nazo katika ulimwengu wa roho kama hizi nafasi mbili. Nafasi ya kwanza kama nani? Kama nani? Nafasi ya pili kama nani? Yaani wewe unachotaka kiwe katika maisha yako viko ndani ya uwezo wako. Unachotaka viwe katika familia ya kwenu, unao uwezo wa kufanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni Bwana na wewe ni mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma katika hiyo wa Petro wa kwanza 2:9. Lakini naomba ushike Biblia yako tukasome haya maneno, halafu tutangaze katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hapa hawezi kukutanika tena, inawezekana tusipate kutaniko tena kama hiki mpaka labda 2026. Bwana asifiwe. Lakini nataka tutoe matamko. Fungua kwanza katika Yeremia 32:27. Tusome pale. Yeremia 32:27. Nataka tusome pale. Umefika? 1, 2, 3. Tunarudia 1, 2, 3. Tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Mtumishi wa Mungu naomba mshike mahali pale. Tunarudia tena kusoma. Soma kwa sauti. Nataka tupate muda wa kutoa matamko, lakini tupate muda wa kupata kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Tunarudia tena 1, 2, 3. Tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Anauliza kwamba kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Kuna msaada wowote ambao mimi siwezi kutoa? Lugha ni nyepesi tu, jibu ni nyepesi kwamba hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sogea mbele kidogo. 33:3. Anasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Bwana Yesu asifiwe. Hebu naomba turudie tena tusome kwa sauti. 1, 2, 3. Nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie na Zaburi 50, alafu tutamke kitu. Zaburi 50. Zaburi 50. Zaburi 50 mstari wa 5 na 6. 1, 2, 3. Nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu, na mbingu zitatangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye aliye hakimu. Anasema nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu, na mbingu zitatangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye aliye hakimu. Leo wacha Mungu tumekusanyika katika hiyo dhabihu, tumekusanyika mahali hapa. Sisi ni wacha Mungu ambao Mungu ametupa nafasi. Tumetoa dhabihu ya muda, tumekuja, tumeacha vitanda vyetu, tumekuja mahali hapa. Hatujaja tu kupoteza muda, hatujaja tu kuzurura. No, kuna kitu ambacho natamani tukapata kukitenda katikati ya usiku wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba na mbingu zitatangaza haki yake. Na nimekwambia wewe unao uwezo wa kutangaza. Unasimama kama kuhani, tunatangaza 2026 kila mahali ambapo Mungu amekuandalia msaada wa kwako, lakini kuna mkono wa uharibifu unatamani kuvuruga ule msaada wa Mungu. Tunaharibu ukuta na tunavunja huo ukuta na
hiyo